katika kanisa la EAGT katika mji wa Ifakara katika mkoa wa Morogoro katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umetenga muda kusikiliza kipindi hiki. Naomba usibadilishe kabisa channel. Tena acha kufanya kazi yoyote. Mpe Mungu nafasi ya kuhudumia. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kupitia kipindi hiki. Haleluya. Hapo kuna namba za simu, naweza ukawa tunawasiliana kadri ambayo tunaendelea. Na leo naenda sehemu ya pili. Dalili za nafsi iliyotekwa, sehemu ya pili. Ujumbe wangu unahusu dalili za nafsi iliyotekwa, sehemu ya pili. Andiko la Isaya 42 mstari wa 22, Biblia inasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa kwenye mashimo, wamefichwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana sema yarudisha. Na tukasoma ile Zaburi ya 142 mstari wa 7, Biblia imesema, uitoe nafsi yangu kifungoni, nami nitalishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka kwa kuwa Bwana umenikirimu. Kwa hiyo tukaona kwamba shetani ana uwezo wa kuiba vitu vya thamani kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo kadri tunavyokwenda kujifunza, tutakwenda kuona shetani ni mkuu wa serikali ya ufalme wa giza. Yaani sio kama watu wanavyosema shetani si kasisimizi kuu. Sisimizi tu huyo. Ni mkuu wa serikali ya ufalme wa giza. Angekuwa sisimizi dunia isingekuwa hivi ilivyo. Kwa hiyo tunajifunza kwa habari ya huyo anayeiba vitu vya thamani kwenye maisha ya watu. Watu wengi wanaishi maisha ambayo sio ya kwao kabisa, na inawezekana wewe ni mmoja wapo. Kwa naomba endelea kufuatia kipindi hiki. Unaweza kushangaa kumbe leo umeibiwa katika eneo fulani. Tena sio kuibiwa, nafsi yako imetekwa kabisa. Iko kwenye kifungo, iko kwenye gereza. Lazima apatikane mtu wa kusema shetani, rudisha hiyo nafsi ili iweze kulishukuru jina la Bwana na kumwabudu Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Sasa tuliangalia nafsi ni nini. Tunajifunza mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa katika mwili. Tunajifunza nafsi niyo wewe mwenyewe. Nafsi imebeba vitu vitatu: uwezo wa kuamua, utashi, ambapo ndipo pana akili hapo, pamoja na hisia penye kupenda, kufurahi, amani, tulivu na kadhalika. Iko hapa kwenye nafsi, sio kwenye roho. Roho ni ule mfano na sura ya Mungu kabisa. Ile roho wa Mungu ambaye sasa ni wale tuliojifunza wenye nguvu watawala, ambao Mungu alisema tufanye mtu. Serikali ya mbinguni hii inaongozwa na watatu walioamua kuunda serikali moja. Haleluya. Ndio hawa waliosema tumfanye mtu. Kwa kusudi gani? Akatawale, awe mtawala wa kifalme. Kwa hiyo tunaona kusudi kubwa la Mungu kumuumba mtu ni ili aweze kuwa mtawala wa kifalme hapa duniani. Kipindi kilichopita tumejifunza kwamba mbinguni kule ni nchi mama, na serikali zote za kifalme huwa zinapenda kupanua eneo la utawala ili kulisisha watoto, kwa sababu ulisi wa mfalme kwa mtoto ni mfalme. Kwa na Mungu sasa alipoamua kupanua eneo la utawala linaloitwa dunia. Kwa hiyo dunia ni koloni la Mungu. Ndio maana alianza kulitengeneza miundombinu yote zile siku 5. Halafu ndipo akamzaa mtoto ili aweze kuwa mtawala wa kifalme. Na ili aweze kutawala dunia, lazima avae mwili unaofanana na eneo la utawala. Kwa hiyo tunaona Adamu alikuwa ni Mungu aliyeuvaa mwili wa udongo kabisa. Kwa lugha rahisi ni kwamba nilikuwa ni mfalme. Biblia inazungumzia kwa habari ya mfalme, ufalme na wana wa ufalme. Biblia inazungumza kwa habari ya kuinuka kwa ufalme wa Mungu duniani, ile Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2. Na inazungumza kwa habari ya kuanguka kwa ufalme wa Mungu duniani kuanzia Mwanzo sura ya 3. Na inazungumza kwa habari ya kuinuka tena kwa ufalme wa Mungu duniani baada ya Yesu kwenda msalabani. Paka sasa ufalme wa Mungu unatakiwa bendera iweze kupepea kupitia wana wa ufalme ambao wamehesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya. Sasa leo twende sehemu ya pili
na kwenda kufundisha kwa habari ya muundo sasa wa nafsi ya mwanadamu. Muundo wenyewe wa nafsi ya mwanadamu, hii nafsi ambayo shetani anaiwinda sana kuiteka, kwa sababu ndiko kwenye kuishi maisha ya ushindi. Nafsi, kazi ya nafsi maana yake ndiyo inakuwezesha wewe kuwa wewe, kuishi maisha ya ushindi. Usiishi kama mtu aliyekuja kuzurura duniani mpaka Mungu ajute kwa nini kuleta duniani. Unaishi maisha ambayo hata shetani mwenyewe anakusagia meno. Kwa nini? Maana yake ni kwamba mnazaa matunda. Haleluya. Sasa hiyo nafsi ina muundo wake. Moja, kibebeo cha nafsi ya mwanadamu ni moyo. Kibebeo cha nafsi yako ni moyo. Unajua kila kitu kina kibebeo chake. Kwa hiyo tunaposema, tunaona Mungu alianza kumuumba mtu katika roho kwanza, ile Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Lakini kwa kuwa alikusudia atawale, ikabidi sasa aletwe katika mwili. Sasa tunaona Mungu alianza kuumba nuru, yanasema ikawa nuru. Kibebeo cha nuru najua kilichofuata, akatengeneza jua, mwezi na nyota. Ndio vibebeo vya nuru duniani. Kwa na nafsi ina kibebeo chake. Kibebeo cha nafsi ni moyo. Haleluya. Kwa naposema nafsi, ukisema ni moyo, hujakosea sana, kwa sababu moyo uko kwako wewe mwanadamu katika mwili kabisa. Ndio maana Misali 4:23 nasema hivi, linda moyo wako kuliko yote yalindayo, kwa maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo kama nafsi yako inaweza kutekwa, maana yake inahitaji kulindwa. Isipolindwa lazima itatekwa. Kwa nataka nikuonyeshe sasa jinsi unavyoweza kuilinda nafsi yako isije ikatekwa nafsi yako. Kwa naposema linda moyo wako kuliko yote walindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Haleluya. Sasa tukiliza nitazame vizuri sana. Moyo uko kwako katika mwili. Moyo uko kwenye mwili wa mwanadamu, ndio kibebeo cha nafsi. Sasa utasema mtumishi wa Mungu, na maana gani? Tunaposema fulani amekufa, tunaposema fulani amekufa, moja wapo tunachokiangalia, huwa tunaangalia, tunapima mapigo ya moyo. Tukiona mapigo ya moyo wamesimama, tunasema jamani, ndugu yetu hayupo tena. Watu wanaanza kutandika maturubai. Kwa nini? Mnaangalia moyo. Kuna mahali fulani niliitwa na mchungaji mahali fulani, alikuwa na mshirika wake amekufa. Hasa yule mshirika ikawa na wachanganya, hawezi kufanya chochote, lakini mwili bado ni wa moto, mwili umechemka kabisa. Wanajiuliza, kwa nini huyu mwili wa moto? Na watu wanasema mtu akifa mwili unakuwa baridi. Kwa hiyo nimeenda pale, lakini ndani ya kile chumba tunaanza kusikia harufu. Ndio. Lakini tulichokifanya, akaja na mchungaji mwenzangu, tukaliposhika kwenye mapigo ya moyo, tukaona mapigo ya moyo yamekwisha kusimama muda mrefu. Nikasema huyu hayupo tena duniani, na ndio maana na harufu inatoka, hayupo tena. Haleluya. Maana yake moyo ni sawa sawa na kusema hivi, moyo ni kama injini. Jamani, unapokwenda kununua gari, thamani ya gari huwa ni injini, sio ile body. Ile injini inaweza kukaa muda mrefu, imetumika kwa muda gani? Je, haijachoka? Injini ndio thamani ya gari. Sasa na gari nayo huwa inaundwa na utatu: ina dereva, ina injini, ina body, kubebea mizigo, kubebea vitu. Sasa na mwanadamu naye yuko katika utatu: ni roho, ana nafsi, ana mwili. Na Mungu naye anatenda kazi katika utatu hivyo hivyo, na shetani naye pia anatenda kazi katika utatu. Tutakuja kuona huko mbele utatu wa shetani. Sasa injini kinoki kwenye gari, hapa hakuna gari tunaweka juu ya mawe.
Sasa na moyo ukisimama ndio kibebeo. Maanake ni kwamba huyo mtu sasa hawezi kufanya maamuzi yoyote tena, hana utashi wowote, hana hisia tena, hata ukimwagia gunia la mkaa wa moto wala hawezi kushtuka. Nini maana yake? Moyo ndio kibebeo cha nafsi. Kwa hiyo nafsi na moyo ni kitu kimoja. Haleluya, haleluya. Sasa nafsi inakula kwa njia kubwa sana, 2 au 3. Nafsi huwa inakula. Nafsi huwa inakula. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Usipolinda nafsi yako, badala ya kutoa chemichemi za uzima, zitatoka chemichemi za mauti. Lazima zitatoka. Kwa hiyo tunataka tujifunze jinsi unavyoweza kujua nafsi inaweza kaanzaje safari ya kutekwa. Sasa nafsi inakula kwa njia kubwa. Ya kwanza kabisa ni mambo unayoyatazama. Unatazama nini? Lakini mambo unavyosikia, unasikia nini? Unasikia nini? Lakini sio kusikia tu, unawaza nini? Kwa nafsi ya mwanadamu inakula kwa njia kubwa 3. Ya kwanza ni unachokitazama. Unatazama nini? Kwa kila unachokitazama unailisha nafsi yako. Ndio maana ni kitu hai. Lakini pia unasikia nini? Unachokisikia nafsi yako inakula. Lakini unawaza nini? Kumbuka mawazo ni matokeo ya mazingira yanayokuzunguka, ndio yanayozaa mawazo. Sasa ni vitu gani kinachokuzunguka ambacho kiingia ndani nafsi inakula? Haleluya, haleluya. Sasa nilisema hivi, duniani hapa kuna falme 2 ambazo zinatenda kazi kiroho, na hizi falme zote zina agenda juu ya wanadamu, na kila ufalme unako kwenye kampeni ya kuhakikisha unaongeza wanachama, na vita kubwa sana vinavyopigana katika hizi falme 2, ufalme wa giza na ufalme wa nuru, ni vita ya taarifa. Vita ya taarifa ndiyo vita kubwa inayopigana, na silaha kubwa inayotumika kati ya hizi falme 2 ni vita ya taarifa, sera. Jamaa, sinakumbuka hata tunapokuwa tunaenda kutafuta serikali ipi ikae madarakani, huwa kuna vyama vinashindanisha sera. Kwa na hizi falme 2 zinashindanisha sera, ziko kwenye mashindano ya sera. Swali, unatazama nini? Unasikia nini? Unawaza nini? Sera, ufalme wa nuru, ufalme wa giza. Na Biblia inaposema nuru na giza, ukienda kwenye lugha ya Kiebrania, neno nuru wametumia neno ouri, O-W-R, kwa maana ya taarifa sahihi au maarifa sahihi. Ndio maana ya neno nuru. Kwa hiyo ni zaidi ya huku, sio mwanga wa umeme huu na kadhalika. Hapa anamaanisha, kwa hiyo ufalme wa nuru unafanya kazi kwa taarifa. Ufalme wa giza, ametumia neno giza, maana yake ni hosek, wakiwa na maanisha pasipo na taarifa sahihi, maarifa sahihi. Sinakumbuka Hosea 4:6 inasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haleluya. Sasa vita kubwa iliyopo duniani ya hizi falme 2 ni vita ya taarifa. Vita ya taarifa ndio vita kubwa iliyopo duniani, na hasa kwa ulimwengu tulio nao sasa, hasa ulimwengu ambao Daniel alishatabiri kwamba maarifa yataongezeka. Uharibifu ni mkubwa mno, hata kama neema nao ni kubwa, lakini uharibifu ni mkubwa. Kwa hiyo vita ni vikubwa mno. Kwa hiyo ulimwengu unapigana hizi falme 2, ni vita ya taarifa. Sasa muundo wa nafsi uko hivi. Kwenye moyo wa mwanadamu kuna eneo la nje la utashi.
Eneo la kwanza la muundo wa nafsi yako ni eneo la nje la utashi. Kwa Kiingereza wanatumia neno conscious mind. Conscious mind. Maana yake ni kwamba hili ni eneo la utashi la nje. Sasa eneo hili ni nyeti sana. Nisikilize vizuri sana. Ni eneo ambalo ni la kupokelea taarifa kupitia milango mitano ya fahamu. Hili eneo la utashi la nje ni eneo maalum la kupokelea taarifa kupitia ile milango mitano ya fahamu. Nilikwambia kipindi kilichopita, Adamu kabla hajakengeuka, hajamwasi Mungu, alikuwa anaongoza kutoka ndani kuja nje. Alipokengeuka, mfumo ukabadilika, akaongoza kutokea nje kuja ndani. Maana yake dhamiri kaamshwa, mpaka ndio maana ukajikuta wako uchi. Unaona? Kwa mpaka hapo sasa tunachosema, mtu yoyote ambaye Yesu hayupo ndani yake, Roho Mtakatifu yuko ndani yake, hayuko kwenye mfumo wa ufalme wa nuru, anaongoza kutokea nje kuja ndani. Anayoyaona, anayoyasikia, anayoyawaza ndiyo yanayoamua hatima ya maisha yake. Ndio hivyo. Haleluya, haleluya. Sasa mtu ana mamlaka ya kuruhusu taarifa ziingie au azikatae. Ili eneo la nje ni eneo ambalo unaweza ukachagua mwenyewe kitu gani ambacho unaruhusu kiingie ndani au nakikataa. Ni sawa sana kusema hivi, hata tunapoenda kwenye kiwanda chochote kinachozalisha bidhaa, eneo la kwanza kabisa wewe ni eneo la mapokezi. Eneo la pili unaenda lile eneo la ndani sasa, pale ambapo ni eneo la utawala na kadhalika na kadhalika. Halafu unaenda eneo la uzalishaji wa bidhaa. Sasa ni maeneo makubwa matatu hayo. Sasa pale mapokezi ndipo panapochuja nani aingie ndani. Nani? Kuna wengine unaisha mapokezi, ukiona maana yake ni kwamba mmeruhusiwa kuingia ndani au ukapelekwa eneo la uzalishaji, maana yake kiwanda kimekuamini. Maana kisipokuamini unaweza kaenda kudukua, ukaenda kukopi. Si unajua siku hizi kuna watu na kopi bidhaa na kadhalika. Kwa hata ile eneo kwenye nafsi la utashi wa nje ni eneo ambalo mwanadamu na uwezo kadhibiti taarifa zipi uziruhusu ziingie ndani yako, ziamue sura maisha yako, au uzikatalie. Biblia imesema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini kumbuka, kinachomwingia mtu ndicho kinachokuja sasa, kinakuja kumharibu. Unapokea taarifa zipi unazoziruhusu? Unaruhusu taarifa gani ziingie sasa ndani? Haleluya. Kwa ni eneo ambalo la mapokezi, hili eneo. Na unatazama nini? Unasikia nini? Unawaza nini? Sasa eneo la pili ni eneo la utashi la ndani, tunaitwa subconscious mind. Hili eneo la utashi la ndani hili ni eneo nyeti sana. Haleluya. Hili ni eneo nyeti sana. Kwa sababu gani? Taarifa yoyote uliyoidhinisha mwenyewe kwa kupenda kwako, uliyoiruhusu mwenyewe, ikishaingia hapa huwa haiwezi katoka tena. Narudia, taarifa ikishairuhusu kwenye ile eneo la utashi la nje, mapokezi, ukishairuhusu kaingia hapa kwenye subconscious mind, kwenye eneo la utashi la ndani, haliwezi katoka. Hapa ni mahali ambapo tayari ni kwa ajili ya kufanywa maamuzi, ya kufanywa kazi ya ulichokiruhusu mwenyewe, ili litimie neno kwamba pandacho mtu ndicho anachovuna. Haleluya, haleluya. Kwa sasa ni eneo ambalo mtu anaunganishwa kwa utashi wake. Kile unachokipokea kinakwenda kuhifadhiwa katika eneo hili kwa lengo la kufanyiwa kazi. Mtu hana mamlaka ya kudhibiti tena
anajikuta anafanya mambo ambayo hata mwenye hapendi. Simaya kuona mtu anatamani, sema napendaga niache sigara, lakini siwezi. Napenda kuacha uzinzi, lakini siwezi. Napenda niache hizi kwenda kwa waganga kienyeji, siwezi. Mimi nimekuwa napigiwa simu na watu wengi sana, yaani anachanganyikiwa, anatamani kuacha tabia fulani, hawezi. Kwa nini? Kwa sababu haina msingi. Alipokea taarifa, akaifanyia, ikaingia, akairuhusu, ikaingia hapa kwenye eneo la utashi la ndani. Hili eneo sasa ni kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Nafundisha muundo wa nafsi inavyoweza ikatekwa. Kumbuka safari ya anguko la mtu huwa haanguki hapo hapo. Haanguki, kinaanza kuingia kitu ndani kwanza. Lazima kuwepo na kitu cha kuingia ndani, kinacho kwenda kuharibu cha kimungu kichoko ndani. Unaposema mtu amezini, unasikia kabisa amezini. Si kwamba amezini siku hiyo, pale amekamilisha tu katika mwili. Ilishaanza safari, ilianzia huko nyuma, akawepo ndani ya mchakato, anashindana mpaka sasa. Pengine anaposema hivi, kuna hali fulani unashindana nayo mpaka sasa, unashindana nayo, nifanye nisifanye. Pengine mmesikia kabisa mme wako kuna mtu anatembea naye, ndani yako umepokea taarifa, na wewe ndio unashindana, nilipize kisasi au nisilipize? Ndani yako wewe unanitazama, uko kwenye mashindano na wewe, naona tamani ulipize kisasi kama mme wako alivyofanya. Lakini baada ya kupokea taarifa, zimeingia ndani, tayari ziko kwenye mchakato wa kufanya maamuzi. Haleluya, haleluya. Eneo hili kibiblia linaitwa ubao wa moyo. Ubao wa moyo. Kitabu kile cha Mithali sura ile ya 3 mstari wa 3 na 4. Mithali sura ile ya 3 mstari wa 3 na 4. Biblia inasema hivi: rehema na kweli zisiachane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na wanadamu. Andiko zuri sana. Ngoja nirudie. Rehema na kweli zisiachane na wewe unanitazama, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na wanadamu. Umeona, hizi ni taarifa. Anasema rehema na kweli zisiachane na wewe. Maana hii ni aina ya taarifa unazozipokea, ni taarifa zilizojaa rehema, ni taarifa za kweli. Kama ninazozihubiri hizi ni taarifa za kweli, zimejaa rehema. Sasa nasema hizi taarifa zisiachane na wewe. Maana yake, tazama taarifa zinazohusu rehema na kweli, sikiliza taarifa zinazohusu rehema na kweli. Umeona? Waza taarifa zinazohusu rehema na kweli. Anasema zisiachane nawe, tena anasema zifunge shingoni mwako, halafu ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Maana yake ziandike kwenye kibao cha moyo wako. Taarifa gani? Zinazohusu rehema na kweli. Taarifa gani? Zinazohusu haki ya Mungu. Taarifa gani? Zinazohusu maisha ya ushindi. Taarifa gani? Ya taarifa, vita ya taarifa. Haleluya, haleluya. Shetani naye ana sera, kila siku anazinadi. Sinaona unapokwenda kutazama vigodoro, unatazama pale, unatazama watu wanacheza wako uchi pale, unaingiza ndani, zinaingia ndani. Ni taarifa zile unatazama, zinaingia, zinaandikwa juu ya kibao cha moyo wako. Unapotazama watu wako wanafanya uchafu, unatazama, inaingia. Unasikia nini? Inaingia.
zinaandikwa kwenye kibao cha moyo wako. Sasa nasema hivi, ukiandika taarifa za rehema na kweli, matokeo yake nasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Maana yake kuna taarifa ambazo zinaenda kuchafua akili yako, zinaharibu akili yako, na akili yako ikiharibiwa na taarifa ulizozitazama ukazisikia, huwezi ukapata kibali mbele za Mungu na wanadamu pia. Kinatoka wapi? Wakati akili zako zimeharibiwa. Yaliyoandikwa kwenye kibao cha moyo wako ndani ni taarifa mbaya za ufalme wa giza. Haleluya! Yaani umekuwa ni mkusanya takataka. Wewe naona, unapokuwa unaruhusu, faida ya eneo hili ni pale unapokuwa unaruhusu taarifa sahihi kuingia ndani yako. Unaporuhusu kuingia taarifa sahihi kuingia ndani yako, ndizo zinazoamua sura ya maisha yako kabisa. Ndizo zinazoamua sura ya maisha yako, kilichoingia ndani. Kuna watu wengi sana mnateseka kwa sababu kuna vitu ulivyoviruhusu vikaingia ndani yako, vinakuteketeza leo. Huna furaha, huna amani kabisa. Na leo tunaona hata sasa hivi ujio wa teknolojia hii, utandawazi. Unaangalia nini kwenye simu yako? Wewe unayenitazama, nini unachokitazama kwenye simu yako? Hili limekuwa janga, iwe kwa watumishi wa Mungu, iwe kwa watu wa aina mbalimbali. Limekuwa janga. Watu kiroho wamekufa, wamebaki watu ni wakame, ni watupu, vumbi linatimka. Ndio wanaona hata maombi makanisani yamekwisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vimejazwa kwenye mioyo, kwenye vibao vya mioyo. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko yote yalindayo, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Hili eneo hili la utashi la ndani limejaza vitu gani? Watu leo tunaona mnatazama picha za ngono, picha za uchafu. Unapokuwa peke yako unaangalia simu, unatazama nini? Maana uadilifu ni tabia ya mtu. Pima unapokuwa peke yako, wewe unatazama nini kwenye simu yako? Nini unachokitazama? Na kuuliza swali, unapokuwa peke yako wewe unatazama nini kwenye simu yako? Ukiwa peke yako kabisa, hiyo ndio kipimo cha kuonyesha uko hai au nafsi yako imeshatekwa. Unatazama nini? Leo tunaona watu mpaka wanazini kwa njia ya ngono, kwa njia ya simu. Teknolojia imeenda mbali sana. Na tunakokwenda huko, tunakwenda kwenye kipindi ambacho Biblia inasema maasi yanaongezeka na upendo wa wengi utapoa. Mojawapo ya kitu kitakachochagiza huo unabii utimie ni tendo la maasi kuongezeka na uchagizwa na teknolojia, ambao watu mtaigeuza kuwa kama Mungu. Anaposema upendo wa wengi utapoa, unapoaje? Kuna vitu vinavyokuja kupoza upendo wa Mungu ndani yako. Mojawapo vitu tunavyoipa nafasi kuvitazama. Leo hii muda tunaotumia kwenye simu kuangalia ni mkubwa sana, lakini muda wa kusoma Biblia haupo. Ndio maana tunaikuta watu wanazolewa na imani potofu. Kwa sababu gani? Watu muda wa kusoma neno haupo, ila muda unaotumia kutazama filamu, kutazama picha za utupu, kutazama uchafu wa kila aina ni mkubwa sana. Gharama unayotumia kwenye fedha kununua bando ni kubwa sana kwa wiki, alafu sadaka Jumapili unatoa shilingi 1000. Ila nafsi yako umelisha vitu vichafu, umelisha vitu vingi vinafyonza hali yako ya kiroho, vinafyonza uchaji wako, vinafyonza kiwango chako cha maombi. Ulikuwa mwombaji mzuri sana, ulikuwa mhudhuriaji mzuri sana wa ibada,
Unasoma Biblia unaelewa. Sasa hivi ukisoma Biblia hata uelewe, unaona maruweruwe. Kuna vitu vingine vingine vimeingia ndani, umeviruhusu. Vimeandikwa kwenye ubao wa moyo wako, na ndivyo unavyoviota hata usiku unavyoitazama. Nafundisha muundo wa nafsi, jinsi nafsi zinavyoweza kutekwa. Inaanziaje safari? Muundo wa nafsi unasema kuna eneo la utashi wa nje, unachokiruhusu kinaingia ndani, kinaandikwa kwa kibao cha moyo wako, ndicho kinachokuja kuamua sura ya maisha yako kabisa. Kinaamua mpaka na hatima ya maisha yako. Unatazama nini kwenye televisheni yako? Unakuta kwenye televisheni unaruhusu kabisa, unaruhusu miziki ya bongo flavor inapiga, miziki watu wanacheza wako uchi, unatazama na watoto wako. Unatazama vile vinaandikwa, vinaingia kwenye moyo. Nimesema unachotazama unailisha nafsi. Unatazama nini? Unatazama nini? Haleluya. Unachokiangalia kinaua. Kuna mchungaji mmoja, mtumishi wa Mungu mmoja, wewe kushuhudia mahali fulani, anasema yeye mwanzo ule wakati TV zinaanza, TV sasa kukawa na michezo fulani hivi ya kuigiza. Sasa anasema kabla hawajanunua TV ndio umani kwake, walikuwa wanaweza wakaomba pamoja kama familia kabla kulala. Waliponunua ile TV tu, kila mtu anakwenda kulala kivyake. Wote wako kwenye tamthilia, wote wako wanaangalia filamu pale. Sasa mtumishi wa Mungu siku moja akaanza kusema, Mungu, naomba unisaidie, familia inazama. Mungu akamsikia. Unajua alimsikiaje? Akatuma watumishi wake, wakaenda wezi, wakavunja geti. Halafu walichokiiba, waliiba TV. TV peke yake. Mama mchungaji anaamka asubuhi kufanya usafi, anakuja kushtuka anakuta TV hamna. Sasa unajua kitu ikiibiwa, hata kama ni kikubwa, unaona mtu gari imeibiwa na itafuta mpaka kwenye mfuko wa suruali. Anaanza kutafuta, naenda mpaka chumbani chini ya kabati. Anauliza, wewe baba, umeenda umehamisha TV? Hamna. Mtumishi wa Mungu akasema, Mungu nakushukuru. Sasa watu wanasema, sasa baba nashukuruje tena wakati TV imeibiwa? Ameondolewa Mungu pale. Mungu aliona amuondoe ile Mungu aliyechukua nafasi kuua Mungu ndani, Mungu wa kweli ndani ya familia. Kwa hiyo kuna vitu vinavyoua. Unatazama, unasikia kitu gani? Unavyoviruhusu. Unaruhusu kitu gani? Haleluya. Kwenye TV yako unasikia nini? Unapenda kusikia taarifa mbaya, taarifa za uongo, watu wanaofumaniwa, ndio vitu unavijaza. Nafsi yako inakula. Haleluya. Lakini pia unawaza nini? Unaruhusu kuwaza kitu gani? Yale mazina nayo kuzunguka huwa wakati mwingine anavuruga kabisa mpaka na kuwaza kwa mtu. Kwa ile eneo hili ndilo linaloamua sura ya maisha ya mtu. Ndio maana malaika asema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ndio maana nakuta watu kiroho wamekufa, watu kila kimepotea, upagani umerudi. Watu sasa hata Biblia hawabebi makanisani. Kwa nini? Manake kuna vitu vimechukua nafasi. Haleluya. Eneo linalofuata ni eneo la utashi wa kiroho, linaitwa superconscious mind. Eneo la utashi la kiroho. Hili ni eneo ambalo ulimwengu wa kiroho huwa unalitumia kuingiza taarifa zake kuingia kwenye ubao wa moyo. Eneo hili la kiroho, la utashi la kiroho, ni nyeti sana. Hili ni eneo ambalo shetani anaitumia, na shetani na Mungu anaitumia pia. Kama tumeona ambavyo nakuta nimesema vita kubwa sasa iliyopo ni vita ya taarifa. Na shetani sasa hivi amekazana kuhakikisha
anapenyesha taarifa zake sana. Na wana wa Mungu sasa tumeshindwa wakati mwingine hata kujua nyakati. Unaonaje hii mitandao ya kijamii kama ilikuwa inatumika, watu wa Mungu wanatumika kusambaza mahubiri, kusambaza vipindi mbalimbali vinavyohusika mambo ya kimungu. Yaani tungeweza kuteka, tungeweza kuzuia japo kwa sehemu. Lakini unakuta nao wamekuwa ni wahanga wakubwa kabisa. Sasa ile eneo la utashi la kiroho hili ni eneo ambalo ulimwengu wa kiroho unalitumia sana kuingiza taarifa zake kwenye kibao cha moyo. Mtu anaweza kasikia taarifa kwa ndani au kwa kusikia, kwa ndoto, kwa kuona, kupitia ile milango mitano ya fahamu. Ile eneo la utashi la kiroho ni eneo ambalo Mungu anaitumia, ndio anaoitumia kusema na sisi kwa njia ya neno. Maana neno ni roho. Unapolisikia mimi sasa hivi, maana yake ni roho. Neno nasema, neno linaingia roho ndani yako, linazaa kitu fulani ndani yako. Na shetani naye pia anatumia njia hiyo kusema na wewe kwa njia ya neno. Unaona, maana yake ni kwamba mtu, hata tunapoona watu wanaharibika, si baada ya kusikia neno. Maandiko yanasema andiko inaua na andiko hilo linaweza kuuisha. Andiko hilo linaweza kukuua. Neno hilo hilo na hilo hilo pia linaweza kuuisha. Unaona? Lakini pia hii hata kwa njia maono, Mungu anasema nasi kwa njia maono mbalimbali. Maono huwa ni picha inayokuja. Wakati mnazikao pengine kachukula kaka usingizi pia hujalo na shanga na kuja picha fulani. Yale ni maono. Maono ni tofauti na ndoto. Ndoto nakuja ukiwa umesinzia kabisa. Lakini maono wakati mwingine nakuja sio kwamba umesinzia kabisa. Nakuja kama kausingizi kanapita tarafu naona picha fulani. Ni maono yale. Achia ambaye na ile maono ambao ni usia wa ndani wa taswira na mambo yanavyopaswa kuwa, yanavyotakiwa kuwa. Sasa shetani pia anaweza akakuletea maono kwa njia maono. Ndio maana shangaa unaona kitu fulani na shangaa unakosa amani moyoni mwako. Maana kile ni taarifa, ili uweze kuiamini iandika katika kibao cha moyo wako. Lakini pia kwa njia ya ndoto. Huu ni mlango mkubwa sana ambao shetani anautumia kwa njia ya ndoto. Mungu anautumia kusema nasi. Lakini wewe uliye mwana wa Mungu usiwe muumini wa ndoto. Sio kila ndoto ambayo utaiota imetoka kwa Mungu. Maandiko yanaweka wazi kwamba kitabu cha Mhubiri anasema ndoto wakati inakuja kwa sababu ya kuchoka, umekula sana kama sisi wa Afrika, unakuta usiku ndio tunakula sana kuliko mchana na usiku na asubuhi. Kwa unakuta kile chakula ile namna ambavyo ile kongosho kutengeneza inashindana kuchakata kile chakula, maana haufanyi kazi. Kwa hiyo ni rahisi kwa watu mindoto ya ajabu ajabu. Lakini pia yale mambo nayo kumeona pengine ndoto inakuja. Ndio maana ukiota ndoto naona inajirudia rudia, hiyo ina ujumbe. Ukiota ndoto zaidi ya mara moja, ukiota ndoto kitu tunakosa amani, tulia. Kuna kitu kwenye ulimwengu hakiko sawa. Sasa shetani huwa anatumia mlango huu pia wa ndoto. Ameutumia sana kuingiza taarifa zake, na watu wengi wameharibikiwa kwa njia ndoto. Ndoto hii ni eneo la utashi la kiroho. Mungu anaitumia kupitisha taarifa zake, na shetani naye pia anapitisha taarifa zake. Sinaona kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 16. Maandiko yanasema Roho wa Mungu hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe kweli ni mwenda mbinguni, lazima Roho wa Mungu atakushuhudia tu kwamba kwa kweli wewe umeokoka. Wewe umeokoka. Ni mwenda mbinguni. Kwa sababu kuna mashahidi 4 wanaotakiwa kuthibitisha wokovu wako. 4 wanaotakiwa wathibitishe kwamba umeokoka.
shahidi wa kwanza kabisa ni nafsi yako mwenyewe. Ukifunika macho, hata hapo nikupe dakika hata 1, 2, 3. Funika macho tu, iname. Nafsi yako inakwambia umeokoka kweli? Yesu akirudi sasa unakwenda. Kwa hiyo nafsi yako ndio shahidi namba 1 anayeweza kukuthibitishia kwamba wewe ni mwenda mbinguni au unasindikiza, au unakwenda umeandikwa kwenye daftari la waumini kanisani. Nafsi yako. Shahidi mwingine anayetakiwa kusipia wokovu wako ni Shetani. Shetani anajua kwamba umeokoka, anajua kwamba umeokoka. Huna mawazo yake kweli? Huna ulioingiza ndani yako? Huna maneno yake unaotamka kwenye kinywa chako? Huna tabia zake? Yaani maana yake sawasawa kusema kwamba nikimwambia Shetani twende kwa huyu mama, alafu niambie Shetani, huyu mama ameokoka, huyu baba ameokoka. Shetani apige sauti akiseme, mtumishi wa Mungu, sina nilicho nacho cha kwake, huyu ameokoka, huyu kaingia mzima kwa Yesu. Haleluya! Shetani lazima thibitishe kwamba huna mawazo yake ndani yako, huna tabia zake, huna mwenendo wake wa siri, unatembea kwenye njia kuu. Haleluya! Shetani lazima awe shahidi wa imani yako, wa wokovu wako. Shahidi ni mwingine ni watu wanaokuzunguka. Shahidi namba 3, wanaokuzunguka. Kumbuka tunajifunza ndani ya nafsi iliyotekwa, ili uweze kwenda ndani kabisa uchunguze yule mtu wako wa ndani. Warumi 8:16 nasema Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Lazima. Sasa huwa kuna mashahidi wa kuthibitisha wokovu wetu. Nimesema wa kwanza nafsi yako, wa pili ni Shetani, wa tatu ni watu wanaokuzunguka. Wathibitishe kwamba umeokoka. Na shahidi wa kwanza kabisa anayeweza katuambia, katupa taarifa zaidi kama wewe umeolewa, ni mke wako, ni mume wako. Yaani huyo ni shahidi mzuri sana. Anayeweza katuambia kwamba kweli mume wangu ameokoka, mke wangu ameokoka kabisa. Mtu wa kwanza huyo. Haleluya! Niwahi kupata ushuhuda mmoja mahali fulani. Mchungaji aliitisha maombi. Yale maombi yalikuwa yanahusika, anasema wiki ijayo tatangaza wazee wa kanisa, twende tuombe. Watu wakaomba. Ilipofika Jumapili, watu walikuwa na shauku ya kusikia baraza la wazee wa kanisa. Alipotangaza, kamtangaza na baba mmoja. Alipomtangaza, mke wake alikuwemo mle ndani kanisani. Watu wakasikia mwe mama na guna, anasema jamani, na mume wangu amekuwa mzee wa kanisa. Yule mama akasema kweli Yesu amekaribia kurudi. Yesu amekaribia kurudi. Yule mama akaisha kuguna pale. Baada ya ibada, yule mama anasema kweli mtumishi wa Mungu, Mungu hajamfunulia jinsi huyu baba anavyonipiga wakati mwana tuacha hata bila hela nyumbani. Mungu hajamfunulia mtumishi wa. Mama yule akasema nilikuwa siendi kwenye mikesha, sasa taanza kwenda kwenye maombi ya mikesha, maana Yesu amekaribia kurudi. Yule mama kaenda kamwandalia, akasema ngoja nikampokea mzee wa kanisa. Kwa kejeli anamwambia mume wangu, na wewe umekuwa mzee wa kanisa. Mke wako ni shahidi anayeweza kashuhudia kweli wewe umeokoka. Mume wako. Haleluya! Watu wanaokuzunguka, majirani, wafanya kazi wenzako,
Mbona unajificha ficha? Watu hawajui kama umeokoka. Hawajui pale kazini kama umeokoka. Hata hapo mtaani watu hawajui kama, hawana habari. Ndio maana yakati kama unakwenda kumtafuta mtu, usiseme kuna mlokole anakaa hapa. Wewe uliza jina. Wale wapangaji wenzako wana taarifa, wanaweza wakathibitisha kwamba umeokoka. Wanaweza wakathibitisha. Wafanyakazi wenzako kazini, ndugu zako wa kuzaliwa tumbo moja. Kuna watu wamesema wameokoka, lakini huna mahusiano kabisa na ndugu zako wa kuzaliwa. Hamuongei. Kuna watu hamna mawasiliano, alafu nasema umeokoka kweli? Hapana. Haleluya, haleluya. Wokovu tunaudhihirisha ufalme wa Mungu kitabia. Sisi tunakuwa kama chachu inayochachusha donge kubwa. Tunaathiri ule utamaduni wa mbinguni kwa watu wanaokuzunguka. Shahidi wa mwisho wa 4 ni Mungu mwenyewe. Sasa haleluya, agonge muhuri baada ya nafsi yako, shetani na wanaokuzunguka watu wengine. Mungu anasema sasa, kweli huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Amegonga muhuri kwamba na mimi nimekubali, huyu ni chombo kiteule, ni chombo kiteule. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza kuona kuna vitu ambavyo shetani anaviingiza ndani, vinaharibu ule uchaji ndani yetu kabisa. Kwa lazima usikie sauti. Lazima. Shetani ameingiza ndani. Kwanza tunakumbuka hata Anania na Safira. Shetani aliingiza roho ndani yake, kumwambia Roho Mtakatifu uongo. Sasa tunao akina Anania na Safira wangapi leo makanisani ambao shetani ameingiza uongo ndani? Uliahidi mchango kanisani, hujatoa na umejikausha. Maana yake tayari roho shetani ameingiza taarifa sahihi, taarifa ya uongo. Unakuta unakufariji kwamba kwani si imeshapita, hamna haja. Shetani wanatafuta hati ya mashtaka apate mahali pa kushtaki. Haleluya. Kwa maana yake kuna taarifa za uongo shetani aweza kaingiza, kama alivyoingiza ndani ya Anania na Safira, wakafa. Leo hii watu hawafiki kanisani kwa mwili kwa sababu watu wanaweza kaogopa kwenda makanisani, lakini watu wanakufa kiroho. Na kifo cha kiroho ni kibaya zaidi. Afadhali ufe katika mwili lakini uende mbinguni kuliko kufa kiroho huku kidhani kwamba uko salama. Nini maana yake? Shetani anaweza kaingiza ili eneo la utashi la kiroho taarifa zake ndani, halafu akakuaminisha kwamba ni sahihi, ukaziamini, halafu nakufa. Sinakumbuka hata Yuda, shetani akamjaza kumsaliti Yesu. Maana eneo hili ni eneo ambalo shetani anatumia sana ndoto. Wapo watu ambao wameota ndoto, unaota ndoto na zini na mwanamume usiyemjua, unazini na mwanamke usiyemjua. Na kama umewahi kuota ndoto ya namna hiyo, uko kwenye ndoa, angalia ndoa yako kama ina furaha, haina furaha. Kwa sababu kuna ndoa nyingine asili iliyopo imeingia kati. Kuna mwanamume mwingine amesimama katikati yenu kuwatenganisha. Ndio maana mtu akiota ndoto za namna hiyo, kama hajazaa hawezi kupata watoto. Akiwa kwenye ndoa, hiyo ndoa haiwezi kawa na furaha hata kidogo, kama sio kwenda kupasuka, kwa sababu ni taarifa imeandikwa tayari kwenye ulimwengu wa roho. Unapoota ndoto maana yake nini? Hiyo ni ndoa, ni ndoa halisi kabisa, ni halisi. Lazima italeta hatima yake. Eneo la utashi la kiroho limeingia taarifa gani? Upande wa Mungu kuna taarifa zipi? Tunakuja kuona matokeo kwenye maisha yako. Kama taarifa za kiroho ambazo zimekuwa zimejaza kwenye ubao wa moyo wako ni zimetoka katika upande wa kiroho wa Mungu,
tunakuja kuona tu kwenye maisha yako. Nimesema tutawatambua kwa matunda yao. Lakini kama taarifa zilizoingia ni za upande wa shetani, kwa njia ya sauti, kwa njia ya kuona na kwa njia ya kuota, tunakuja kuona matokeo yake. Umedhoofika kiroho kwa sababu ambavyo umekuwa unaviona ni vitu ambavyo vimeharibu nafsi yako sana. Lakini pia umeota ndoto nyingi za ajabu ambazo zile ndoto zimebadilisha mpaka na hatima maisha yako, sura maisha yako. Huna raha, nafsi imetekwa. Nafsi yako imetekwa, hukuilinda. Sasa badala ya kutoa chemichemi za uzima, zinatoka chemichemi za mauti kabisa. Unasema, mchungaji, nimekuelewa na neno hili la kwangu mwenyewe. Sasa nataka niombe Mungu kwanza. Cha kwanza kabisa, wivu wangu mimi ni watu muweze kujua siri, jinsi shetani anavyotenda kazi, anavyokamata maisha ya watu. Wakati mwingine injili ya kukimbia kuongea kwa maneno haraka haraka nawezi siwelete matunda sana. Sasa umefika wakati tuwaeleweshe, ujue ufalme wa nuru unavyotenda kazi na ufalme wa giza, ili uweze kuishi kwa tahadhari, ikusaidie kuweza kujitambua. Ukijua hapa nimekwama, Yesu yupo. Sasa uko tayari sasa Yesu afanye mapinduzi ya hizo taarifa sahihi, taarifa mbaya ambazo zimekuna ziingiza. Umekuwa mwathirika mkubwa sana, umejaza vitu vingi. Unasema, mchungaji, najaribu kila mimi ni mtu wa kutazama picha za ngono tu kwenye simu, naangalia picha za vitu vya ajabu, kila nikijaribu kujikontrol na shindwa. Umekuwa tayari umedhoofika, umechoka, umekauka kiroho. Wewe unahitaji toba, damu ya Yesu ingie ndani. Umeathiriwa na mambo umekuna yatazama, unayasikia, unayaona, na pengine shetani ameingiza ndoto chafu, ndoto hizi za kujiungamanisha na ulimwengu wa giza. Sasa ndoa yako kwenye hati. Nataka niombe kwa ajili yako. Sasa cha kwanza kabisa, uamue kumpa Yesu maisha yako. Utafute kanisa zaidi ya watumishi wa Mungu wako huko waliko, watakusaidia. Mimi nataka niombe sasa kwa ajili yako, ning'oe kabisa hiyo roho iliyoko ingia ndani, hilo pando. Mathayo 15:13, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni lazima ling'olewe. Sasa nakwenda kung'oa hilo pando ndani. Uwe mkweli, weka mkono kwenye moyo wako, sema, Bwana Yesu, ninakubali neno lako limeniona, umeniona, wala siwezi kujificha kokote. Nimekuwa mwathirika, nafsi yangu imetekwa, yaliyoandikwa kwenye ubao wa moyo wangu ni sumu, na natoa chemichemi za mauti maisha yangu. Siwezi kujitoa katika mkwamo huu, ni wewe Yesu na kuhitaji. Sasa naomba unifungue, uniponye kwa damu yako Yesu, nianze maisha mpya katika jina la Yesu. Nataka niombe sasa, wewe ambaye wakati mwingine unateswa na ndoto mbaya, umeota ndoto unazini, unaota ndoto na ndoa yako haina furaha, haina amani, nakuta hata siku zako hazieleweki kabisa, kwa sababu tayari mfumo wa uzazi shetani umeukamata, kwa sababu kuna ndoa ya siri iko inaendelea. Nimekuwa naomba watu wengi naelewa ninachokisema, yaani naelewa kabisa. Nimekuwa na watu wengi, nimekuwa naona watu nafunguliwa, hata napoomba kwa njia ya simu, kwenye TV, kwenye redio, watu wamekuwa napona. Sasa naamini wewe ni mmoja wapo. Shika kwenye moyo wako, nataka kwenda kuomba kuiachilia nguvu ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu, naomba juu ya mama huyo na binti huyo, kijana huyo, kwa jina la Yesu Kristo, ambaye kuna vitu vimeingia moyoni mwake ambavyo vitoki kwako. Kwa jina la Yesu, ninang'oa hiyo taarifa mbaya kutoka kuzimu, taarifa mbaya
kutoka kwa shetani. Ninang'oa sasa. Ameathiriwa na taarifa ambazo zimefisha imani yake, zimefisha maisha yake. Amepotea kabisa, amechoka kiroho. Kwa jina la Yesu Mwokozi, wewe jini mahaba uliyekamata ndoa hiyo, jini mahaba uliyekamata binti hiyo, mefunga siolewe, kwa jina la Yesu ninaachilia moto, ninaachilia moto. Piga kelele hapo ulipo, piga kabisa na kulipua wewe jini. Ninavunja nguvu zako na haribu mamlaka yako. Toka kwa binti huyo, toka kwa jina la Yesu. Mwachie mama huyo na kulipua kwa moto mkali kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu Kristo. Na achia uweza wako Bwana. Awe huru sasa, afunguke kuanzia sasa. Bwana wa majeshi, natangaza uzima kwa jina lako Yesu. Apumzike, akuone wewe kwa damu ya Yesu mwana Mungu aliye hai. Amina. Uwe hai. Chukua hatua sasa ya kwenda kwenye nyumba ya Mungu, wamwitao Bwana kwa moyo safi, popote pale walipo. Nataka kunishirikisha. Unaona namba za simu zinapita hapo, unaweza ukanifuatia kwenye mitandao YouTube na kadhalika. Huku takutana na mambo makubwa sana, mafundisho mengi ya ajabu na